Kocha wa timu hiyo akaondoka klabuni hapo baada ya kuwa na taarifa za yeye kuanza harakati za kuomba kazi kwenye timu ya taifa ya Mali. Bwana cheo, kwa nini producer? Kwa nini aombe Mali? Mali bwana, walitoa nini tunasema press release kwamba makocha ambao wanahitaji kwenda kuinua kikosi chao. Walitoa ofa. Wafike pale waandike email wao wataenda kunani. Ukapigwa mchakato wa kwanza, mchujo wa kwanza ulichapwa, wakabakia makocha watano I think kama kumbukumbu zangu zipo sawa. Miongoni mwao makocha inasemekana Ibenge pia yupo kwenye hiyo orodha. Sasa unajua mimi nikakumbuka ya kwamba makocha wengi sana huwa wanachokipenda wanapenda wawe na harakati nyingi sana za kufanya, ama wanapenda wawe na vitu vingi sana vya kufanya. Sasa Ibenge ameshafundisha kwenye level ya club, ameshafanya vizuri sana kwenye level ya club, japokuwa kwenye timu ya taifa alishawahi kugusagusa, amefanya mambo makubwa. Sasa anahitaji kutengeneza profile yake zaidi kwenye timu za taifa, na miongoni mwa timu ambayo akichungulia anaiona hii project yake inaweza ikamlipa kwenye timu ya taifa ya Mali, kwa sababu Mali ni miongoni mwa mataifa ambayo yana wachezaji wazuri sana, wanatoka Afrika, wanatoka nje ya Afrika. Na Mali ni miongoni mwa mataifa ambayo unapotaja AFCON, unapotaja kombe la dunia, ni miongoni mwa timu za Afrika ambazo unaweza ukawa unazizungumza kuelekea kwenye hiyo safari, kwa sababu ya aina ya watu ambao wanao, aina ya matokeo ambao wamekuwa wanayapata, na maendeleo yao kisoka kiujumla ambayo wanayo. Kwa hiyo kwa Ibenge mimi kuomba kama kweli ameomba na kama kweli jina lake lipo kwenye hayo majina, kwa sababu haiwezi katokea akatajwa tu, ni kweli alikuwa ametuma, japokuwa taarifa zipo chini ya kapeti. Ibenge akifanikiwa kuondoka kwenye kikosi cha Azam, nadhani Azam watakuwa wamepata yani pigo sana kwenye kikosi chao. Kwa nini Ibenge ajihisi kwamba hayupo comfortable? Though kwa upande mmoja Mali ni taifa kubwa. Lakini sasa kwa nini ajihisi kwamba ametosha Azam FC? Kitokea kapata, ujue hiyo ni anado. Kitokea amepata Minsa ataondoka tenda Mali. Mimi nilikuwa na mashaka na Ibenge tangu alipoingia Azam, alafu nikasikia Azam wamempa mkataba wa nusu. Na ulizungumza? Yes, nilikuwa na mashaka hapo, ndo nikaa na hofia kwamba kwenye hawa makocha wakubwa, nikakumbuka Benshika kipindi cha nyuma, kina Nabi, kina Gamondi, wakiwa wanakuja hapa Tanzania, kuna baadhi ya makocha ambao huwa wanakuja afu wanataka kuondoka, yani wanataka wapite kama daraja la kuondoka. Sasa Ibenge wakati upo Al Hilal ni miongoni mwa timu ambazo fedha ilikuwepo, wachezaji walikuwepo, mashindano walikuwa wanafanya, kulikuwa hakuna uhuru tu wa kucheza kwenye ligi ya nyumbani ambayo wao walikuwa wanacheza, ilikuwa ni timu ya kuhamahama. Nikaa naamini kwenda zake Azam kwenye zile tesesi, Azam ni miongoni mwa timu ambazo ina vinasaba na Al Hilal, pesa ipo, wachezaji wapo, kilichokuwa kimetofautiana tu ni Azam haipati mataji. Sasa nikaa naamini ni sehemu ya profile ya maisha ya Ibenge kwamba alikuwa miongoni mwa makocha ambao walikuja Tanzania wakaubadilisha mpira wa Tanzania kutoka kuchukua taji kwa Simba na Yanga tukaiweka Azam katikati, alafu Azam ikawa inachukua mataji. Kocha ambaye angezungumzwa angekuwa ni Ibenge. Lakini baada ya kupata taarifa kwamba ana mkataba wa nusu, sijui hata mwaka mmoja, akifanya vizuri ataongeza mkataba mwingine, nikapata mashaka ya kuamini kwamba makocha wakubwa huwa hawafanyi hivyo, hawabeti. Yani kama alikuwa na project ya muda mrefu, nilikuwa naamini ilikuwa na miaka 3, 4, 5 kwenye kikosi cha timu ya Azam. Kwa hiyo kuondoka kwangu inawezekana pia ikawa ni sehemu ya Azam kufeli, licha ya kwamba wana uwezo wa kwenda kupata kocha mwingine, lakini kuwa na hiyo tabia ya kukocha anakuja, kocha anaondoka, kocha anakuja, kocha anaondoka, project zinafia njiani, kunakuwa na ugumu sana. Kwa sababu sasa hivi ukiangalia Ashraf Kibeku, kina Robogasti, kina Mzee, watu wanapata nafasi kupitia Ibenge kwa sababu ni mwalimu ambaye anaamini kwenye soka la vijana. Je, watampata mwalimu mwingine mwenye falsafa za kuamini soka la vijana? Na ukizingatia Azam ni academy, wanaweza kupata kocha wa aina hiyo, kwa sababu kipindi kimepita muda mrefu sana. Azam walikuwa na hawa wachezaji ambao wanacheza kwenye hii daraja, lakini waliondoka pale kwa sababu hawapati namba kwenye timu ya wakubwa. Watampata kocha mwingine wa hiyo kariba ya Ibenge? Kwa hiyo ni vitu ambavyo ukiwa unaviangalia vinakupa ugumu tena wa kufikiria Azam kumuhusianisha na ubingwa, Azam kumuhusianisha kuja kulitawala soka la Tanzania, kuondoa Simba na Yanga utawala wao tu na Yanga jichomeka katikati. Bado unaendelea kukosa hivyo vitu ambavyo Ibenge ulikuwa unamfikiria kocha wa kaliba yake
experience yake, daraja lake la ubora, mataji aliyochukua, alafu anaondoka tena Azam. Yani inakupa ugumu tena wa kuamini kwamba Azam wanaenda kutoboa kwenye maisha haya ya Simba na Yanga kwenye soka la Tanzania. Sawa, tunamalizia na hiyo ya tuweke. Sawa. Yes. Au una neno kidogo kwa kuwatupia Azam? Azam hapana kwa kweli. Au ulishamaliza? Mungu awabariki. Ulisema unajua hata kinachowasumbua Azam, labda wanajua wao wenyewe. Sawa, siku ya jana timu ya Dar City ikiwa pale Rwanda kwenye michuano ya BAL 2026 iliondolewa bwana na wapinzani wao Petro de Luanda. Sasa imekuwa ni bad luck kwao baada ya kuondolewa na Petro de Luanda, na